Ushindi wa jumla wa mabao 3-0 waliopata wekundu wa Msimbazi Simba dhidi ya Nsingizini Hotspur ya Eswatini na kuwafanya wafuzu kwenye hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika kwa msimu huu wa 2025-2026 umewafanya Simba, wazee wa hizi kazi, wazee wa show za CAF, kuendelea kujiimarisha miongoni mwa klabu bora barani Afrika kutokana na kujiongezea point, ambapo sasa wamefikisha point 38, pointi ambazo zinawafanya wakati wakisubiri matokeo ya mechi za Pyramids na RS Berkane wao kwa sasa kuwa mbele ya timu hizo mbili. Hata hivyo inategemea Pyramids watakipata nini katika mechi ya marudiano dhidi ya Ethiopian Insurance, mechi ambayo tayari kwenye mechi ya kwanza wameshacheza kule nchini Ethiopia na kutoka sare ya 1-1. Sasa mechi ya marudiano ya pili itakayochezwa kule Misri ndio itakayoamua nani aende katika hatua ya makundi. Ni dhahiri kwamba mabingwa watetezi wa ligi ya mabingwa barani Afrika Pyramids ya kina Fisto Kalala Mayele wana nafasi kubwa ya kusonga mbele, kwa sababu sare ya 1-1 walipata Ethiopia inamaanisha kwamba bila wanasonga mbele. Ushindi wote dhidi ya Ethiopian Insurance watasonga mbele, lakini ikitokea sare ya mabao zaidi ya 1-1, maana yake wakubwa hawa wataaga michuano na hivyo kuifanya Simba iendelee kuwa juu ya Pyramids. Lakini RS Berkane na wao inategemea mechi yao ya marudiano itakayochezwa kule nchini Morocco baada ya mechi ya kwanza dhidi ya wapinzani wao Al Ahli Tripoli ya Libya ya kina Mabululu. Kwenye mechi ya kwanza kule Libya iliisha kwa sare ya 1-1, na hivyo mechi ya marudiano kule nchini Morocco RS Berkane wakipata suluhu maana yake watasonga mbele au ushindi wowote, lakini ikitokea sare ya mabao zaidi ya 1-1 maana yake Al Ahli Tripoli watakwenda hatua ya makundi na hivyo kuwaacha RS Berkane, kwa sababu watafaidika na bao la ugenini kwa kuwa kwao sare ni 1-1. Hata hivyo RS Berkane wana nafasi kubwa ya kusonga mbele. Sasa pointi hizo walizozipata Simba ziko vipi na nafasi yao? Ni kwamba kulipoingia tu msimu huu wa 2025-2026, manake zile pointi zilizokuwa awali wakati tukiingia kwenye msimu huu ziliondoka, zile ambazo zilihusiana na msimu wa 2020-2021, kwa sababu CAF huangalia viwango vya ubora kwa kuangalia misimu mitano ikiwemo msimu uliopo klabu zilipata nini, lakini matumizi ya viwango hivyo huwa ni katika msimu unaofuata. Kwa lugha nyingine, wakati tukiingia kwenye msimu 25-26 viwango vya ubora vilikuwa vinaangalia kuanzia 2020-2021 mpaka 2024-2025, inatengeneza misimu mitano kama tunakumbuka vizuri, kwa maana kwamba 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, halafu 2024-2025. Hivi ndivyo ambavyo ilikuwa inaangaliwa, ambapo Al Ahli ilikuwa ikiongoza ikiwa na pointi 78, klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba ilikuwa nafasi ya 5 ikiwa na pointi 48 na kadhalika. Lakini baada ya kuingia msimu wa 2025-26, maana yake kwenye misimu mitano ukihesabu ule wa 2020-2021 unaondoka, kwa hiyo misimu mitano inabaki 2025-26 mpaka 2021-2022. Na tunafahamu kwenye uzidishaji wa point, klabu pointi inazopata kwa msimu uliopo unazidisha mara 5, kwa msimu wa nyuma yake unazidisha mara 4, kwa msimu wa nyuma yake ambao ni 23-24 utazidisha mara 3, utazidisha mara 2, huu utazidisha mara 1. Yes, kama tunakumbuka vizuri. Na kwa sababu hiyo ndio maana viwango latest, viwango vya sasa havihusishi msimu 2020-2021 ambao hapa ninafafanua kwa sababu kuna baadhi yenu watazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level mnashikilia vile viwango vinavyoonekana sasa na CAF, ambavyo kwa ufafanuzi ni kwamba CAF viwango vile ndivyo inavyovitumia katika ratiba zake kwa msimu huu unaoendelea 2025-2026, kwa sababu kwa kawaida huwa inaangalia performance ya misimu mitano iliyopita, ndio maana unahesabu kuanzia 2021 mpaka 2024-2025. Lakini ukitaka kupata viwango latest, viwango vilivyopo sasa, huu haupo. Ukiwa haupo, maana unahesabu hii mitano mpaka msimu unaoendelea. Na ndio maana utajiuliza kwenye hivyo ambavyo baadhi yenu mmeendelea kuvishikilia vikionyesha Al Ahli ya kwanza na pointi 78, ndani yake kuna Namungo ambayo iko katika nafasi ya 75 ikiwa na pointi 0.5, lakini ndani yake katika orodha hiyo
hakuna Azam ambao wameshaingia hatua ya makundi, hakuna Singida Black Stars ambao wameshaingia hatua ya makundi. Ni ushahidi na kusisitiza kwamba kwenye viwango latest, viwango vya sasa, unaondoa msimu huu, na ukiondoa maana yake unaathiri vizidishio, kwa sababu 2021 points zilikuwa zikizidishwa mara moja, alafu 21 22 mara mbili, huu 25 26 ukuepo. Lakini kitendo cha kuondoa huu maana yake vizidishio vimehama. 21 22 ilikuwa inazidishwa mara mbili, pointi zake sasa zinadishwa mara moja, lakini 22 23 mara mbili na kadhalika. Halafu 25 26 ambao haukuwa na pointi ni 0. Sasa hivi baadhi ya timu tayari zimeshaingia hatua ya makundi, tayari zimeshapata point, kwa hiyo zinazidishwa mara 5. Ni kwa sababu hiyo utaona timu zote alama zao zimeathirika kwa kupungua, kwa sababu vizidishio vimebadilika, lakini pia zile ambazo zilikuwa na alama msimu wa 2021 hazipo tena. Msimu huu umeexpire kwa kupata viwango vya sasa hapa tunapozungumza. Lakini hivi viwango vya sasa na ambavyo vitakuwa vikienda kubadilika kadri msimu unavyoendelea, mwisho wa msimu vitatumika kwa ajili ya msimu ujao 26 27, ndio kawaida. Na hivyo hivyo 26 27 viwango vyake vinatumika 27 28, ndivyo ilivyo. Kwa sababu hiyo kila ambacho umekiona mara kadhaa kwamba Al Ahly ni ya kwanza na point 78, timu nyingine ya pili kwa mfano Mamelodi ikiwa na point 62, ya tatu Esperance de Tunis na point 57, hivyo vimeexpire, havipo tena. Bali tulipoingia msimu huu orodha, kwa sababu 25 26 timu zilikuwa na 0 kabla kuingia hatua ya makundi, ilikuwa Al Ahly ya Misri ndio inaongoza kwa viwango vya ubora ikiwa na alama 51, na hii baada ya athari za kuondolewa kwa msimu wa 2021 ambao Al Ahly walitoa ubingwa, walipata pointi 6. Ubingwa ligi ya mabingwa barani Afrika ilikuwa ukizidisha mara moja, ukiwa ndo msimu wa kwanza katika mitano Al Ahly ilikuwa na pointi 6. Lakini msimu unaofuatia 21 22 ilifika finali ligi ya mabingwa barani Afrika, bingwa alikuwa Wydad Casablanca, ikapata pointi 5 kwa kufika finali, ilikuwa pointi 5 zinazidishwa mara mbili kupata pointi 10. Nimetolea tu mfano, zote zimeathirika kwa sababu kizidishio kimebadilika, na pointi za 2021 wakati Ahly ikiwa bingwa hazipo tena. Kwa sababu hiyo walipoingia walikuwa na pointi 51, lakini wa pili walikuwa ni Mamelodi Sundowns ambao baada ya kufanya marekebisho natoka kuelezea ili kupata viwango vya sasa latest, ilikuwa wana pointi 43. Ya tatu ni Esperance de Tunis ilikuwa na pointi 38. Ya nne ni RS Berkane ilikuwa na pointi 37. Ya tano ni Pyramids ya Misri iliyotoa ubingwa ligi ya mabingwa barani Afrika msimu uliopita ikiwa na pointi 33. Ya sita ni Simba ya Tanzania ikiwa na pointi 33 kama Pyramids, lakini Pyramids ikiwa juu ya Simba kwa sababu yenyewe imepata pointi nyingi zaidi hivi karibuni kuliko Simba. Ndio taratibu CAF kwa viwango vya ubora, mkilingana points, aliyekusanya pointi nyingi hivi karibuni anakuwa juu ya mwenzake. Pyramids walitoa ubingwa ligi ya mabingwa akapata pointi 6 kwa kutoa ubingwa ligi ya mabingwa. Ukizidisha mara 4 kwa maana msimu 2024-25 unapata pointi 24. Lakini Simba walifika finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Tunatambua vizuri walicheza dhidi ya RS Berkane ambao Berkane wakawa mabingwa. Sasa kufika finali kombe la shirikisho maana yake ni pointi 4 kwa msimu 2024-25, unazidisha mara 4 inakuwa pointi 16. Kwa hiyo Pyramids wamekusanya pointi 24 kwa msimu latest, wakati Simba ikikusanya pointi 16, na ndio maana zote zina alama 33, lakini Pyramids juu ya Simba. Sasa tayari mpaka sasa Simba imeshaongeza pointi msimu huu wa 25 26 kwa kuwa imeshaingia katika hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika. Kwa kukumbushia, timu haipati pointi mpaka ingia hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa au kombe la shirikisho. Sasa Al Ahly wameshaongeza pointi 5 kwa sababu wamewatoa Igonoa ya Burundi kwa kuifunga pale kwa Burundi 1-0. Mechi ya marudiano kule Misri wameshinda tena 1-0. Ushindi wa jumla 2-0 umewafanya waongeze pointi 5 kwa sababu wameingia hatua ya makundi. Timu zote zilizoingia hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika kabla ya kuanza kwa michuano yenyewe hiyo zina uhakika wa kupata pointi 1 ambayo hutolewa kwa timu inayomaliza mkiani kwenye makundi ligi ya mabingwa. Kwa msimu huu unazidisha mara 5, maana yake zinakuwa na pointi 5 zote zilizoingia hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika, unaongeza pointi 5 kutoka pointi walizokuwa nazo hapo kabla. Lakini zile zilizoingia hatua ya makundi kombe la shirikisho, kwenye makundi kombe la shirikisho mkiani huwa timu inapata pointi 0.5. Kwa msimu huu unazidisha mara 5 inakuwa 2.5. Kwa lugha nyingine
timu zote zilizofuzu hatua ya makundi kombe la shirikisho unaongeza pointi 2.5 katika pointi walizo nazo. Kwa hiyo Ali ukiongeza pointi 5 hivi sasa na pointi 56. Mamelodi wamewatoa mabingwa wa Nigeria ambao ni Remo wametolewa kwa kipigo kizito, walifungwa kwa 5-1. Mamelodi wakawafunga tena Remo pale Afrika Kusini mabao 2-0, 7-1. Kwa hiyo Mamelodi unaongeza 5, wameshafuzu hatua ya makundi ligi ya mabingwa, wana pointi 48. Lakini Esperance de Tunis wamewatoa Rahimo ya Burkina Faso, walishinda 1-0 wakati wakicheza kule nchini Burkina Faso, alafu wakashinda 3-0 kwao. Kwa hiyo kwa ujumla unaongeza tena pointi 5 hapa, wana pointi 43 Esperance. RS Berkane wao kwa sababu mechi yao ya kwanza dhidi ya wapinzani wao Al Ahli Tripoli kule nchini Libya iliahirishwa kwa kuwa walikuwa na majukumu maalum. Wao na Pyramids walikuwa na mechi ya kumpata mshindi wa taji la CAF Super Cup ambalo hukutanisha bingwa wa ligi ya mabingwa na bingwa wa kombe la shirikisho. Bingwa wa ligi ya mabingwa ni Pyramids, bingwa wa kombe la shirikisho ni RS Berkane. Walipokutana Pyramids wakashinda kwa bao 1-0 lile lilofungwa na Mayele na hivyo kuwafanya wawe mabingwa wa CAF Super Cup. Matokeo yake ratiba zao mechi tofauti na klabu nyingine hazikuchezwa, ziliahirishwa. Kwa sababu hiyo walipocheza sasa Al Ahli Tripoli na RS Berkane wametoka 1-1 kule Libya. Kwa hiyo mechi ya marudiano bado haijachezwa. Na sasa RS Berkane inategemea mechi yao ya marudiano. Mechi ya kwanza wameshacheza dhidi ya Al Ahli Tripoli ambao ni wapinzani wao katika mechi hizi za raundi ya pili ya awali ya kuwania kufuzu hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika. Imechezwa pale nchini Libya, imeisha kwa sare ya 1-1. Lakini kwenye mechi ya marudiano ndio itakayoamua nani aende hatua ya makundi. Ni dhahiri kwa matokeo ya kwanza ya 1-1 maana yake RS Berkane wana nafasi kubwa ya kusonga mbele. Na kwa nini mechi yao ilichelewa kama ilivyo kwa wenzao Pyramids? Ni kwamba wao mechi zao awali ziliahirishwa kwa sababu walikuwa na mechi ile ya kumpata bingwa wa taji la CAF Super Cup ambalo hukutanisha bingwa wa ligi ya mabingwa anacheza na bingwa wa kombe la shirikisho. Pyramids ni bingwa wa ligi ya mabingwa msimu uliomalizika. RS Berkane ni bingwa wa kombe la shirikisho, tunatambua walicheza finali dhidi ya wekundu wa Msimbazi Simba. Kwenye mechi yao Pyramids wametoa ubingwa wa taji la CAF Super Cup kwa ushindi wa bao 1-0 lilofungwa na Mayele, tunakumbuka vizuri. Sasa mechi zao wameshacheza za kwanza kwa kuchelewa ambazo walicheza ugenini. Wao RS Berkane 1-1 dhidi ya Al Ahli Tripoli, lakini Pyramids na wao dhidi ya mpinzani wao Ethiopia Insurance, timu ya kule nchini Ethiopia, iisha kwa sare ya 1-1 kama ilivyokuwa kwa Berkane dhidi ya Al Ahli Tripoli. Nani atafuzu hatua ya makundi inategemea matokeo ya mechi ya marudiano itakayochezwa kule Misri kati ya Pyramids na hawa wa Ethiopia wa Insurance ya Ethiopia. Kwa hivyo hakuna uhakika sasa hapa, maana mpira ni dakika 90. Ukishachezwa ndio tutajua nani mshindi wa kwenda katika hatua ya makundi. Lakini Simba ushindi wao wa jumla mabao 3-0 dhidi ya Singizini Hotspur na kuingia hatua ya makundi, maana yake unaongeza pointi 5 kama zilivyokuwa nyingine, sasa na pointi 38. Ikitokea kwa mfano RS Berkane Pyramids zikatolewa, maana mpira utabiriki mpaka ichezwe, Simba watapanda na kuwa katika nafasi ya 4, halafu RS Berkane watakuwa nafasi ya 5, huku Pyramids wakiwa nafasi ya 6. Hilo likitokea, ingawa uwezekano ni mdogo mno kwa sababu Pyramids wanakwenda kumaliza mechi ya pili kule nchini Misri. Wametoa sare ya 1-1 Ethiopia, manake bila inatosha kuwavusha kwenda hatua ya makundi kwa sababu ya faida ya bao la ugenini. Lakini vinginevyo ushindi wowote wakiupata wanasonga mbele. Lakini ikitokea sare ya mabao zaidi ya 1, manake wao wanang'oka, wakifungwa na wa Ethiopia kwa kipigo chochote wanang'oka. Hali hiyo ipo pia kwa RS Berkane. Endapo watashinda, manake RS Berkane utaongeza pointi 5 wakishinda. Ikitokea wakishinda unaongeza pointi 5, watakuwa na pointi 42. Na Pyramids ikitokea wameshinda watakuwa na pointi 38 kama Simba, lakini watakuwa juu ya Simba kwa sababu nilizotoka kuzieleza awali kwamba wao wamekusanya pointi nyingi zaidi hivi karibuni kulinganisha na Simba. Lakini hili linabaki kuwa swali, hakuna uhakika mpaka mechi zichezwe. Mpira wa miguu matokeo ni baada ya mechi kuchezwa, kwa sababu hata hapo kabla hakuna alitarajia kwa mfano Saint Eloi Lupopo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwatoa wana nusu finali wa ligi ya mabingwa msimu uliopita kwa maana ya Orlando Pirates. Kwanza waliduaza wengi kwa kushinda 3-0. Saint Eloi Lupopo alifunga Orlando kule Kongo. Pale Afrika Kusini
dakika 90 walifungwa 3-0 na wao mechi ikawa 3-3 ikaenda kuamuliwa na mikwaju ya penalty. Penalty huwa hazina mwenyewe. Matokeo yake ni nini? Wakashinda St. Eloi Lupopo, Orlando wametolewa. Kwa hiyo mpira wa miguu mpaka mechi ichezwe. Kwa sababu hiyo hata Al Ahly Tripoli waweza kwenda RS Berkane, mechi kaisha tena sare ya 1-1 kwa mfano. Mikwaju ya penalty ndio itakayoamua mshindi na penalty huwa hazina mwenyewe. Vivyo hivyo kwa Pyramids dhidi ya wa Ethiopia. Lakini wenye nafasi kubwa ni RS Berkane, wenye nafasi kubwa kwenye makaratasi ni mabingwa watetezi Pyramids. Kwa hiyo Simba mwenendo wao umekuwa excellent, mzuri sana kwa msimu huu kwa sababu tayari wameshaingia hatua ya makundi. Wanayo nafasi ya kuendelea kupambana na wakubwa wenzao miongoni mwa timu zilizopo ndani ya 10 bora katika viwango vya ubora vya CAF. Kadri unavyofanya vizuri zaidi ndivyo unavovuna pointi nyingi zaidi. Kwa kukumbushia tu, ukimaliza mkiani unapata pointi 1 ambayo ukizidisha mara 5 kwa msimu inakuwa pointi 5. Ukimaliza wa pili kutoka mkiani unapata pointi 2 katika ligi ya mabingwa ambayo ukizidisha mara 5 itakuwa pointi 10. Ukimaliza miongoni mwa timu mbili za juu zitakazofuzu hatua robo finali, yani zile top 2 zinapata pointi 3 3 mara 5 ni pointi 15. Ukifika nusu finali kwenye ligi ya mabingwa unapata pointi 4, 4 mara 5 ni pointi 20. Unaenda kuongeza kwenye akaunti yako ya alama kwenye CAF ndani ya misimu 5. Ukiwa bingwa ukifika finali unapata pointi 5. 5 mara 5 itakuwa pointi 25. Ukitoa ubingwa ni pointi 6. 6 mara 5 ni pointi 30. Kwa hiyo Simba wanayo nafasi chini ya meneja wao Dimitar Pantev, kikosi imara walicho nacho, karibu katika kila nafasi kuna wachezaji wa viwango vya ubora wa hali ya juu. Wanao uwezo Simba kwa msimu huu kufanya vizuri zaidi kuliko ilivyozoeleka kwamba kuanzia msimu 2018-19 Simba kwa michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika break ya kwanza huwa ni robo finali na hawajavuka kutoka hapo, hawajawa chini ya hapo. Ni wakati sasa wa Dimitar Pantev kuandika historia mpya ndani ya Simba kuanzia 2018-19 katika ligi ya mabingwa barani Afrika kwa kwenda mbele zaidi, nusu finali, finali na ikibidi kutoa ubingwa, maana wao ni wazoefu sasa na wanao wachezaji wa kuwafanikishia yote hayo. Cha msingi, ewe Mtanzania, ewe mwana mwekundu na Msimbazi Simba, endelea kuunga mkono timu yako kwa kujitokeza kwa wingi viwanjani kwenda kuishangilia mwanzo mwisho na sio kuacha wachezaji peke yao kwa kukosesha huduma kutoka kwa wewe shabiki ambaye ni mchezaji wa 12. Kwa kufanya hivyo, manake Simba itaendelea kutamba, itaendelea kuthibitisha kwamba wao ni wazee wa hizi kazi na mwisho wa siku wataendelea kuchangia pointi nyingi kwenye kapu kuu la ligi kuu Tanzania bara zikiungana na pointi zinazokusanywa na timu nyingine kama watani zao jadi Yanga, Azam sasa wako ndani ya dimba, Singida Black Stars kuifanya Tanzania iendelee kuwa miongoni mwa ligi bora 5 barani Afrika kwa viwango vya CAF. Hivi sasa ingali kishika nafasi ya 5. Ikiongeza alama itazidi kupanda na kuendelea kushindana na zile zopo juu ambazo ni ligi kuu Algeria, ligi kuu Afrika Kusini, ligi kuu ya Morocco na ligi kuu ya Misri. Je, itakuwa vipi? Ni swala la kusubiri, lakini kiufupi kwa mwenendo huu Simba inao uwezo wa kufanya makubwa zaidi. Kazi ni kwao akina Jonathan Soa, kazi ni kwao akina Nabi Kamara, Shomari Kapombe, Kibu Dennis na wengineo. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukrani jazilan. Bye bye.